Mtazamaji wa TBC Digital, sasa tunaingia katika ngwe ya pili ya makala ya Jukwaa la Chamwino, ambapo tunatazama weledi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta ya kidiplomasia, na sasa tunajikita katika mafanikio ya kidiplomasia ya Mheshimiwa Rais katika uga wa kitaifa hapa nchini. Baada ya kutizama sasa sifa hizo za mwanadiplomasia, tutizame ni mafanikio gani ambayo kama nchini Tanzania tumepata kutokana na uwakilishi huu mzuri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nyanja za kidiplomasia. Asante sana Aneti kwa swali zuri. Dr. Adesina paka amefika mahala pa kumpa sifa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ujue kweli kaguswa. Kwa sababu kwanza huu ni msomi wa kiwango cha degree ya falsafa. Yani kapata degree ya kwanza, kapata ya pili, kaenda paka ya tatu. Lakini kubwa zaidi, huyu sio Mtanzania, huyu ni mgeni, lakini kubwa zaidi ni mchumi na mwenye hadhi kubwa sana katika bara la Afrika, akiongoza Benki ya Maendeleo ya Afrika, na nchi zote za Kiafrika zinahitaji zaidi Benki ya Maendeleo ya Afrika kuliko Benki ya Maendeleo ya Afrika inavyozihitaji nchi za Kiafrika. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa hapo kuna msukumo mkubwa sana ambao Dr. Adesina ameweza kuupata, hata akaweza kusema kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanadiplomasia mahiri namba 1 Tanzania, ambaye ameitendea haki nafasi hiyo. Kwanza tuangalie mafanikio aliyopata kwa ndani, maana kuna ndani na nje ya Tanzania. Baadaye tutaelekea nje kwa sasa tuanzie ndani. Sifa ya kwanza ambayo Dr. Adesina amempa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni uwezo wake wa kidiplomasia kuishawishi Benki ya Maendeleo ya Afrika kufikia kukubali kumobilize dola za Kimarekani bilioni 3.2 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kujenga reli ya kisasa kutoka Tabora kwenda Kigoma na kutoka tawi la Uvinza kwenda Msongati katika nchi ya Burundi, na baadaye itatoka kule itakwenda paka DRC. Dr. Adesina ametumia neno zuri sana kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ukiachilia mbali yale maandiko ya kitaalamu wanaoandika wataalamu, lakini yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kupiga kifua na kujenga ushawishi kwamba Benki ya Maendeleo ya Afrika inastahili kumobilize dola za Kimarekani bilioni 3.2 ili kuikopesha Tanzania. Neno mobilize kwa Kiingereza maana yake ni kwamba fedha zile zote hazitatoka African Development Bank. Itabidi ipate na washirika wengine. Sasa niambie Aneti, wewe mtu fulani amekuja kuomba mkopo kwako. Fedha ulionayo kumkopesha nayo taka unayo nusu. Lakini yeye anataka mara 2 ya hicho ulicho nacho. Lakini wewe unadiliki kwenda kwa rafiki zako kuomba fedha ili mkopeshe huyo mtu. Hivyo mtu yukoje? Ana ushawishi mkubwa. Atakuwa na ushawishi mkubwa na pia yuko vizuri. Sasa huyo ndo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yani kaweza kushawishi management pamoja na timu ya wataalamu ya African Development Bank mpaka wamekubali kutoa bilioni 3.2 kwa ajili ya SGR kipande cha Tabora Kigoma, Uvinza Msongati na kwenda paka DRC. Sifa ya pili ambayo Dr. Adesina amefanya amsifia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni namna alivyoweza pia kujenga hoja na kushawishi Benki ya Maendeleo ya Afrika kutoa mkopo wa dola za Kimarekani milioni 129.71, takriban shilingi za Tanzania bilioni 300 kwa ajili ya mradi wa BBT, kesho iliyo bora katika sekta ya kilimo. Hiyo ambao wanafanya watu wa Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo hapa zinakwenda kutengenezwa ekari 1552 ambapo watapewa vijana kati ya ekari 5 mpaka 10. Dr. Adesina anasema ukimwona mkuu wa nchi anawekeza kwenye kilimo, huyo ujue ana maono makubwa. Kwa sababu anasema katika dunia ya leo Afrika nguvu yake kubwa, ukiacha madini na maeneo mengine, lakini nguvu kubwa ya Afrika iko kwenye kilimo. Kwa sababu katika dunia yote ni katika bara la Afrika ndio napata ardhi iliyo kubwa ambayo inafaa kwa kilimo na haijaharibiwa. Lakini kwenye maeneo mengine yote ardhi imeshaharibiwa, inabidi watumie kemikali ili iweze kupata mazao. Lakini sababu nyingine ambayo imemfanya Dr. Adesina msifie Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni namna alivyoweza pia kuishawishi Benki ya Maendeleo ya Afrika kuweza kutayarisha mkopo wa dola za Kimarekani 567 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi kabambe wa maji katika jiji la Dodoma. Tunavyozungumza sahihi,
mahitaji ya maji ya Dodoma yanayopatikana na yanayohitajika ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo bado kuna mahitaji zaidi ya maji Dodoma kuliko yale ambayo yanazalishwa. Sasa fedha zinatoka wapi? Kwa sababu huu ni mradi kabambe. Kumbuka Dodoma inakuwa na kukua na kukua. Na Dodoma iko katika rekodi za kidunia, ni moja kati ya majiji yanayokuwa kwa haraka sana hapa duniani. Unaposema kukua, manake ni makazi yanaongezeka na idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo panahitajika mradi kabambe wa maji ili uweze kutoshea mahitaji ya Dodoma. Nini ambacho kinaenda kufanyika hapa? Panaenda kujengwa mradi mpya wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria kuja hapa Dodoma. Ni mradi ambao naweza nikasema pia unasimama kwenye ndoto za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu mwaka 73 wakati wanaamua sasa halmashauri kuu ya chama cha 5 makao makuu ya hamia Dodoma, moja kati ya kazi ambazo zilikuwa zimedhamiriwa ni kuipatia Dodoma maji ya uhakika kutoka Ziwa Victoria. Miaka zaidi ya 50 toka uamuzi ule umetolewa, awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan inatekeleza mradi kutoka katika serikali ya awamu ya kwanza. Lakini jambo la 4 ambalo amemsifia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni namna alivyoweza kubuni na kutekeleza Royal Tour Film Promotion ambayo imebadili kabisa picha na mawanda ya utalii wa soko, uchumi wa utalii katika nchi yetu. Anasema si kila rais anaweza akawaza kitu kama akathubutu na kufanya. Lakini la mwisho kwa hapa ndani ni namna ambavyo ameweza kutayarisha andiko na kuishawishi benki hiyo kutoa dola za Kimarekani milioni 70 kwa ajili ya benki ya maendeleo ya kilimo hapa nchini Tanzania, Agricultural Development Bank, kwa ajili ya kukopesha wakulima wa sekta ya kati na chini. Kumbuka watu wengi wanadhania wakienda benki kukopa mkopo wa kilimo basi ni wale wafanyabiashara wakubwa. Hapana, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema Tanzania Agricultural Development Bank lazima tuwaangalie na wakulima wa ngazi ya kati na wa ngazi ya dogo. Zimepatikana dola milioni 70, takriban kama shilingi za Tanzania bilioni kama 200 au 180. Kwa hiyo hayo ndio mafanikio ambayo Dr. Adesina yamemkuna mpaka akasema kwamba hapana, kama wanazindua huko sera mambo ya nje ya Tanzania, hebu na mimi niweke hapa kwamba kuthibitisha kwamba huyu ni mwanadiplomasia mahiri wa taifa la Tanzania.